Tunawakaribisha sana Baraza la Mitihani la Tanzania. Leo tuna taarifa muhimu kwa ajili ya kuifikisha kwa wadau mbalimbali na wananchi kwa ujumla. Ndugu wanahabari, taarifa hii inahusu ufanyikaji wa mitihani ya kidato cha 6 pamoja na ualimu. Mitihani ya kidato cha 6 na ualimu ngazi ya cheti na stashahada itaanza tarehe 5 Mei 2025 katika mikoa yote nchini, ambapo mtihani wa ualimu utakamilika tarehe 19 na ule wa kidato cha 6 tarehe 26 Mei 2025. Aidha, mtihani wa kidato cha 6 utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 982 na vituo vya watahiniwa kujitegemea 245, na mtihani wa ualimu utafanyika katika vyuo vya ualimu 68. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa 134,390 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha 6, ambapo watahiniwa wa shule ni 126,957 na watahiniwa kujitegemea ni 7,433. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 64,581 sawa na 51%, na wasichana ni 62,376 sawa na 49%. Kwa watahiniwa kujitegemea, wanaume ni 4,782 sawa na 64%, na wanawake ni 2,651 sawa na 36%. Kwa mwaka 2025 kuna ongezeko la watahiniwa 20,854 sawa na 18.4% ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo idadi ya watahiniwa ilikuwa 113,536. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa, ambapo kati yao 3,100 ni wa ngazi ya stashahada na 7,795 ni wa ngazi ya cheti. Kwa ngazi ya stashahada, wanaume ni 1,751 sawa na 57%, na wanawake ni 1,349 sawa na 43%. Aidha, kwa ngazi ya cheti, watahiniwa 3,808 sawa na 49% ni wanaume, na watahiniwa 3,987 sawa na 51% ni wanawake. Kuhusu maandalizi ya mitihani hii, baraza limekamilisha usambazaji wa mitihani husika, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote nchini. Aidha, baraza kupitia kamati za mitihani za mikoa na halmashauri limeendesha semina kwa wasimamizi wote pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo vya mitihani ni tulivu na salama kwa ufanyikaji wa mitihani hii. Ndugu wanahabari, mtihani wa kidato cha 6 ni muhimu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo waliojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati katika fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa walimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari. Pamoja na maandalizi yote muhimu yaliyokwisha fanyika, baraza linatoa wito kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linawataka wasimamizi walioteuliwa kusimamia mitihani kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia kanuni za mitihani, taratibu na miongozo ya baraza ili kila mtahiniwa apate haki yake. Aidha, wasimamizi wahakikishe watahiniwa wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi, ikiwemo kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa watahiniwa wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa watahiniwa wenye uoni hafifu. Aidha, watahiniwa wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama kanuni za mitihani zinavyoelekeza. Kwa upande wa watahiniwa, tunaamini kuwa mmeandaliwa na kujiandaa vizuri, hivyo baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Baraza linawataka wakuu wa shule na wakuu wa vyuo kuzingatia mwongozo wa usimamizi uliotolewa na Baraza la Mitihani na kuepuka kuingilia usimamizi ndani ya vyumba vya mitihani. Baraza halitasita kukifuta kituo chochote cha mitihani endapo litajiridhisha pasipo shaka kuwa uwepo wake unahatarisha usalama wa mitihani.
Jamii inaombwa kutoa ushirikiano katika kuhakikisha mitihani ya taifa inafanyika kwa amani, utulivu na usalama. Aidha, wananchi wajiepushe kuingia katika maeneo ya shule na vyuo katika kipindi chote cha ufanyikaji wa mitihani. Taarifa kuhusu uwepo wa viashiria na vitendo vya udanganyifu na hujuma katika mitihani iwasilishwe katika vyombo vya usalama pamoja na Baraza la Mitihani kupitia namba ya simu 0759 360 na barua pepe esnecta@necta.go.tz. Baraza la Mitihani la Tanzania linawatakia watahiniwa wote kila laheri katika kufanya mitihani ya kidato cha 6 na ualimu kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 26 mwezi Mei 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ukiangalia ulinganifu wa wanafunzi Naona kuna maswali mawili. Swali la kwanza kuweza kupata takwimu za watahiniwa ulemavu wa kuona wale ambao wanatumia braille kwa kidato cha 6 na ualimu. Na swali la pili ni swala zima la udanganyifu na madhani Baraza la Mitihani na mikakati katika kupambana na udanganyifu pamoja na mikakati ya wale ambao wanatokea. Kiongozi karibu. Asante, nianze na swali la kuhusu wanafunzi wenye mahitaji maalum. Takwimu zinaonyesha kwa mwaka huu 2025 idadi ya watahiniwa wenye mahitaji maalum ni 453, ambapo wenye uoni hafifu ni 300, lakini tunao watahiniwa wasioona 16, wenye changamoto ya uziwi 58, wenye changamoto ya viungo, ulemavu wa viungo ni 75 na mtindio wa akili wako 4.
Kwa jumla yao wako 453, na idadi hii kitazama vizuri kuna ongezeko la watahiniwa wenye changamoto hii ukiangalia na takwimu za mwaka jana. Kwa baraza limeendelea kuchukua juhudi maksudi kuweza kuwatambua, na ndio maana utaona takwimu za mwaka juzi tulikuwa na watahiniwa 181, mwaka jana walifika 217, na mwaka huu wako 453. Kwa tuna kitengo maalum cha kwa ajili ya kufuatilia wanafunzi wenye mahitaji maalum, usajili wao na namna wanavyoweza kuwezeshwa kufanya mitihani yao kwa utulivu kama wanafunzi wengine. Kuhusu watahiniwa wenye mahitaji maalum lakini upande wa walimu, nao kwa mwaka huu tunao walimu tarajali 23, kati yao 2 ni wenye uoni hafifu kwa ngazi ya stashahada, lakini wapo 16 wenye uoni hafifu vile vile kwa ngazi ya cheti, lakini wapo 3 wasioona na mmoja mwenye uziwi na mmoja mwenye ulemavu wa viungo kwa ngazi ya cheti. Kwa hiyo katika msisitizo ule ni kuweza kuwatambua na kuwapa huduma zao kama inavyostahili. Kuhusu udanganyifu, baraza limeendelea kuchukua juhudi za maksudi kuhakikisha kwamba swala la udanganyifu halipo, linazuiwa kwa namna yote, na kwa maandalizi ambayo tumeyafanya kupitia kamati za mitihani, vituo vya mitihani vyote viko salama, wasimamizi wamepewa semina nchi nzima, lakini tumekuwa tukifanya vikao na wadau mbalimbali wakiwemo wamiliki wa shule, tumefanya nao kikao juzi hapa, lakini tumekuwa tukifanya vikao pia na wadau wengine ndani ya mifumo ya serikali kupitia vyama vya wakuu wa shule za sekondari TAHOSA, lakini wakuu wa shule za msingi TAPSHA, maafisa elimu wa halmashauri na maafisa elimu wa mikoa, na mafunzo mbalimbali kwa wakuu wa shule kwa ajili ya kutoa elimu na kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanapimwa kama inavyostahili na kweli wanapata grade ambazo zina reflect ile ability yao ya walichojifunza darasani. Kwa hiyo ukiangalia katika ujumla wake takwimu zinaonyesha kwamba changamoto za udanganyifu zinaendelea kupungua mwaka hadi mwaka. Na nitumie fursa hii kuwaomba wadau wote kwamba tunaenda kufanya kutahini kwa lengo la kupata wataalam huko baadaye ambao watakuja kutuhudumia wote kama jamii ya Kitanzania. Kwa swala hili ni mtambuka, na ndio maana katika maelezo ambayo nimeyatoa hapo awali nimekuwa nikitoa wito kwa wadau wote ikiwemo mpaka wananchi wote kwa ujumla kutoa taarifa pale ambapo kuna dalili au viashiria vya vitendo viovu vinavyopelekea kuhujumu au kupelekea udanganyifu katika mitihani yetu. Kanuni za mitihani ziko wazi. Kama ni mwanafunzi atafutiwa matokeo. Tunafahamu hasara ya kufutiwa matokeo. Mwanafunzi amekaa katika chumba katika shule miaka 2, mwisho anavuna kufutiwa matokeo. Lakini kama ni shule, kituo kitafutwa. Na haya yote yameelezwa katika sheria na kanuni za mitihani. Kwa hiyo lengo si kufika huko, lengo ni kupata wataalamu, lakini katika core values za baraza la mitihani, moja ni fairness. Sasa fairness, kutenda haki, maana yake wanafunzi wafanye mtihani katika mazingira yaliyo sawa na kila mmoja apate anachostahili. Kwa hivyo hilo tutaendelea kulisimamia kama baraza ili matokeo yetu yawe na uhalisia kwa kila mwanafunzi. Kuhusu changamoto ya drop out, kwa takwimu hizi mkiziangalia katika elimu ya sekondari ngazi ya juu hakuna hiyo changamoto ya drop out. Kiangalia usajili unaongezeka kila mwaka. Mwaka 2023 tulisajili wanafunzi 106,000. Mwaka 2024 tulisajili wanafunzi 113,000, na mwaka huu tumesajili wanafunzi 134,000. Wale wanaochaguliwa kuingia kidato cha 5, ukiangalia katika usajili wa kidato cha 6 kohoti hii ya mwaka huu 25, ukiangalia waliofaulu kidato cha 4 mwaka wao hakuna drop out. Kwa hiyo niseme tu katika ngazi ya elimu ya sekondari ya juu kwa kweli kama nchi tunafanya vizuri sana. Asanteni sana. Nashukuru sana katibu mtendaji. Pia nawashukuru sana waandishi wa habari.
tunaomba mpe taarifa hiyo kwa umma na niwakaribishe tena katika ofisi za Baraza la Mitihani ya Tanzania